Dunia imejaa watu wengi wanaoishi kwa mazoea, lakini ni watu wachache sana wanaoishi kwa kufuata kusudi lililomo ndani yao. Kuwa mtu wa tofauti si jambo la kawaida linalopimwa kwa maneno au muonekano wa mtu, bali kwa fikra, misimamo na uamuzi wa kujitambua, kujiheshimu, kujithamini, kujipenda, kuridhika na ulichonacho na kuthubutu kufanya kile ambacho watu wengine wameogopa kukifanya. Sasa tuangalie siri ya kuwa mtu wa tofauti. Siri ya kwanza, usifate mkumbo. Kufata mkumbo ni tatizo la kuishi maisha ya kuongozwa na maamuzi ya watu wengi, ukiamini kuwa kilicho sahihi kwa wengi lazima kiwe sahihi kwako pia. Ukiwa mtu wa namna hii, utapoteza mwelekeo wa maisha yako na kujikuta ukifanya mambo nje na malengo yako. Watu wengi huingia kwenye matatizo makubwa si kwa sababu hawakujua nini cha kufanya, bali ni kwa sababu waliamua kuishi maisha kuongozwa na maamuzi ya watu wengi. Ili uwe mtu wa tofauti, jifunze kufikiri kabla ya kufanya maamuzi yoyote na kujiuliza, je, hiki kitu ninachokifanya kwa kufuata maamuzi ya watu wengine kina faida gani kwangu au kina hasara gani kwangu? Kitu cha kuzingatia, sio kila njia inayotumiwa na watu wengi itakuwa njia sahihi kwako. Siri namba 2, usiige maisha ya watu wengine. Kuiga maisha ya watu wengine ni mojawapo ya sababu kubwa inayomfanya mtu apoteze mwelekeo na utambulisho wake binafsi. Kila mtu ana safari yake na muda wake wa kufanikiwa kulingana na vile Mungu alivyompangia. Kuiga maisha ya watu wengine ni kujipoteza wewe mwenyewe. Mtu wa tofauti hujitambua, hujikubali na huthamini kila hatua ndogo anayopiga. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, tafadhali subscribe sasa kwenye chaneli hii, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee sasa. Siri namba 3, jifunze zaidi. Elimu hai haishi tu darasani. Dunia inabadilika kila siku. Usipojifunza, utabaki kuwa nyuma kila siku. Ili uwe mtu wa tofauti, lazima usome vitabu angalau kurasa 5 hadi 10 kila siku na kusikiliza podcast za kuelimisha kama chaneli yetu ya Darasa la Biashara na Ujasiriamali kila siku angalau kwa dakika 30 hadi saa 1. Siri ya 4, acha tabia ya kuwaridhisha watu. Kujaribu kuwaridhisha watu ni utumwa wa kiakili, kihisia na kifikra pia, unaokufanya uamini kuwa ukimridhisha kila mtu utapendwa, lakini kiuhalisia unajidanganya. Ili uwe mtu wa tofauti, jifunze kusema hapana pale inapobidi. Zingatia, hauwezi kuwafurahisha watu wote au huwezi kumfurahisha kila mtu. Siri namba 5, usijilinganishe na watu wengine. Kujilinganisha ni adui mmojawapo wa maendeleo. Unapojilinganisha, unasahau safari yako na kuanza kuishi maisha ya mtu mwingine tofauti na wewe. Jifunze kuwa wewe na kuishi maisha yako wewe mwenyewe, na sio kuwa mtu mwingine na kuishi maisha ya mtu huyo. Watu wa tofauti huacha alama si kwa sababu walitafuta sifa au umaarufu na kukubalika na kila mtu, bali
kwa sababu waliamua kuishi kwa kusudi lililo ndani yao, kwa uaminifu, uthabiti na kuyafanya maisha yao kuwa ushahidi kwamba utofauti haupatikani kwa bahati, bali hujengwa kwa maamuzi sahihi yanayorudiwa kila siku. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.